Kwa majina naitwa Egine Kayange, bondia wa ngumi za kulipwa Tanzania, kutoka Kinyogoli Boxing Foundation. Shughuli ya leo imekuwa vipi kwanza? Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu imeanza vizuri na tumemaliza salama. Ilikuwa ni shughuli ambayo tuliratibu kutoka Kinyogoli Boxing Foundation ikiwa chini ya Zulfa ambaye ni dokta wa gym ya Kinyogoli. Kwa ajili ya kumpongeza Master Kinyogoli kwa kuhudumu kwenye mchezo wa boxing kwa miaka yote hiyo mpaka leo. Na bado anaendelea kutufundisha, maana sisi wengine ni vitukuu. Sio wajukuu, kuna wajukuu afu kuna vitukuu. Kwa hiyo tunamuona mpaka leo sisi wenyewe tunaendelea kupata ujuzi kutoka kwake. Ndio maana tukaamua kulifanya hili jambo kwenye huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, tukaona usipite bure, tufanye tukio la kumpongeza kama mabondia ambao tunaheshimu na kuthamini mchango wake kwenye boxing. Hapo pia lakini idadi ya mabondia wa kike bado inaonekana kuwa chache. Labda uchukua nafasi pia kuhimiza watoto wa kike. Mchezo wa ngumi ni mchezo kama michezo mingine. Halafu ni ajira. Na kama sasa hivi tunashukuru haijawa kama hapo nyuma. Sasa hivi mpaka serikali inautambua na inasapoti. Na hasa mnaona hata masuala ya uongozi yalikuwa sio rahisi kumuona mwanamke ni rais, lakini kwa sasa rais ni mwanamke ambaye ndo anaendelea kutupambania kwa kila hatua. Sasa inabidi wanawake wote tufuate kwamba hakuna kazi ya kiume tu. Kazi zote ni za kila mtu aliyeumbwa amekamilika, anatakiwa kufanya kazi yoyote. Kwa hiyo mchezo wa ngumi mimi nawahimiza wazazi wenye watoto wa kike wanaopenda mchezo wa ngumi wasiwakatishe tamaa, waendelee kuwapa support ili nao waweze kucheza kwa sababu ni ajira kama ajira zingine. Makutamforce mtoto anamwambia usome uwe daktari, afu kumbe mwenyewe anapambana awe bondia kama mimi. Hasa mwisho wa siku utaishia kutupa pesa, end of the day mnaanza kukorofishana. Kumbe ungemweka kwenye sehemu anayoitaka, ingekuwa rahisi sana na angepata mafanikio kuliko huko ambako umeenda kumpoteza wewe. Ndio. Ndio. Pengine au ushiriki wao wa kwa katika hili. Kwenye maandalizi tulikuwa nao pamoja, lakini huwezi kujua mtu amepata dharura gani kwa sababu unavyoona leo mvua. Ushaelewa? Hatuwezi kujua kwa sababu mratibu sisi ni mwanamke. Maana yake tuliobezi sana kwenye hii issue tulikuwa wanawake ambao tuliamua kufanya hivyo. Afu kumbuka mwanamke ni mama. Afu mwanamke huwa anajua kutambua thamani ya kila anayekuwa naye karibu. Umeelewa? Kwa hiyo sisi kama wanawake tumetambua thamani ya mwalimu wangu. Kwa sababu mimi mwalimu wangu mfano mimi Egine aliponitoa ninapajua mimi. Ushaelewa? Kwa hiyo mwanamke ule umama ule, nafasi ya mama ndio huwa inamata zaidi. Na ndio maana unaona event imeshikiliwa na wanawake sana. Kwa hiyo na so kama na wao walikuwa hawana taarifa wala hawapo kwenye kuratibu, wapo. Lakini huwezi jua mtu amepata tatizo gani. Labda sasa zoezi hili niendelee kama ndio mmeanza tu itakuwa ngumu soda. Mengi mazuri yanakuja. Yaani hapa ndo kwanza ni mwanzo. Tumefanya haraka kwa muda mfupi lakini pia mmeona namna ilivyopendeza. Lakini tunaamini kuna tukio kubwa zaidi ya hili litakuja hapo mbeleni. Tuendelee kumuomba Mwenyezi Mungu atupe uhai na afya njema, kila kitu kitakuwa sawa. Kinyogoli amekutoa wapi? Amenitoa mbali sana. Tangu mwaka gani? From zero to hero. Bwana, tungependa kufahamu tumeona mmeandaa ama umeshiriki kwenye iftari hii, kikubwa kilikuwa ni nini mpaka mkaamua kushirikiana kukifanya hiki? Of course kikubwa ni ushirikiano, kikubwa ni kujuana, kikubwa ni kujuliana hali, kujua maisha ya nje ya boxing yako vipi, lakini pia ni jambo zuri walilofanya Kinyogoli Foundation kwa sababu ni fadhila pia. Mwenyezi Mungu anasema mwezi wa Ramadhani kama huu kufutarisha watu waliokuwa kwenye saumu unapata fadhila nyingi sana. Kwa hiyo wamethubutu, wamefanya na jambo limefana. Nyinyi mashahidi mlikuwepo. Kwa hiyo mkusanyiko kama huu na tujengea vitu vingi sana, umoja, kujuana, kufahamiana, yani kadha wa kadha, mambo mengi sana.
Madam Zulfa hapa tumemsikia amesema kuwa amemfanyia mzee Kinyogoli na yupo tayari kumfanyia mzee mwingine legend kwenye sekta yote ama kwenye sekta yote ya michezo kama mpira wa miguu kama ni nini. Umejipangaje pengine kumshawishi amfanyie mzee wako? Bila shaka watu wanamjua mzee Macho ambaye amefanya vizuri kwa upande wa mpira wa miguu. Kwako hili unalisemaje? Kwangu mimi kama itatokea atafanya hivyo kwa upande wa mzee Macho Yusufu, nitashukuru sana kwa sababu itakuwa ni jambo la kheri, lakini pia ni uhai kama Mwenyezi Mungu akituafikisha, tutakaa chini na Zulfa kwa sababu hili kalianza leo, kuna mengine atafuata zaidi. Kwa hiyo kama itatokea kwa mzee wetu tutamshukuru. Na swala jingine, watu wanakuona mara nyingi kwenye mambo haya commentation pengine kwenye mechi mbalimbali, na hata hapa wamekushuhudia ukiendesha shughuli hii kwa upande wa MC. Wangependa kujua ulisomea ama ni talent fulani ambayo ipo kwa mzee Macho ambayo inapatikana vile vile kwa vijana wake na mabinti zake? Of course nisiwe mnafiki, sijaenda shule, sijasomea, imekuja tu automatically. Wanasema Mwenyezi Mungu amenipa zawadi ya kuongea, yani kuongea tu, nimejikuta naweza kuongea na watu, macho ya watu. Unajua kuongea mbele ya macho ya watu ni mtihani sana. Sasa ukiwa haki. Hasa, yani ni mtihani sana. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu amenipa kipawa hicho, lakini sijasoma, sijaenda shule bado. Kuna mtu ambaye alikushauri uingie kidogo chuoni ukapige ukapate sheria, ama unadhani utafanya hivyo au ndo imetoka hiyo? Process hizo zipo kwa sababu naipenda, nimejikuta naweza, kwa hiyo lazima upende. Kama ikitokea fursa nimepata nafasi ya kwenda kusoma utangazaji, nimesoma UMC, chochote kile, nitaenda shule. Kwa kumalizia, Leila Macho na mashabiki, tutarajie kukuona hivi karibuni. Tumeanza mwaka huu 2025, ni miezi mitatu sasa inakatika. Surprise ipo mwezi wa 5 tarehe 3. Ipo surprise, tutacheza kule Tanga. Ila kuhusu utakayecheza naye, kuhusu nani atacheza, hiyo ni surprise. Naitwa Zulfa Kasim. Jina langu Zulfa Kasim, na kwa sasa naweza nikasema ni mratibu wa hii shughuli. Nasimama badala ya mzee Kinyogoli kwa sababu hii ni shughuli yake tunamwandalia. So niko kwa ajili ya kuhakikisha shughuli inaenda vizuri kama ambavyo tumeipanga. Ilikuwa kwaje hasa mpaka mkafikiria idea kama hii? Kwa kweli idea ilitakiwa ifanyike siku nyingi kwa sababu huwapa hadhi wazee wetu ambao walisimama kwa namna moja ama nyingine, ni jukumu letu sisi. Kwa hiyo tumeamua tukakaa, tukafikiria, tukakubaliana kama gym, tukasimama nalo na wadau mbalimbali tukawashirikisha, wakaona ni jambo ambalo linaleta mantiki kwa jamii nzima, kuwaenzi wazee wetu, tukasimama nalo na Mwenyezi Mungu akatusimamisha, tukalifanikisha vizuri. Mlichopanga mmefanikiwa? Kwa kiasi kikubwa sana. Yaani tunaweza tukasema kwa kiasi kikubwa sana, kama ambavyo umeona mwenyewe watu walivyojitokeza, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Nini rai yako sasa kwa jamii husika? Tuendelee na jambo kama hili kwa sababu wazee tunao wengi ambao kwa namna moja ama nyingine kwa sasa hawa kutokana labda na nyakati zao hazikuwa na media ama hazikuwa na hali ambayo iko kwa sasa hivi, kwa sababu sasa hivi mtu akifanya jambo dogo yanakuwa anapata umaarufu na nini, lakini sisi tunatakiwa tuwaenzi wazee wetu kwa namna moja ama nyingine kwa sababu ni haki yao kusema kweli. Pengine tuone muendelezo wa hiki ama ni muendelezo kwa sababu kama nilivyosema pale mlikuwa mmeniuliza, nikasema hili ni moja. Sisi mzee Kinyogoli ni mzee wetu katika jamii yetu sisi, lakini katika boxing sio boxing peke yake, katika sekta mbalimbali, katika michezo mbalimbali kunao malejendari ambao wanastahili kufanywa hata zaidi ya hicho ambacho tumekifanya leo.